Mheshimiwa Ruto ni kiongozi wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa na hakuna kiongozi mwingine. Wewe wamchukia, wewe wampenda, ni rais wa Jamhuri wa Kenya wa kila mmoja kwa sasa kulingana sheria. Najaribu tu kuelezea kwa sababu wajua hakuna rais anaingia pale kwa njia ya rais. Marais wote wanaingia kwa njia ya kusukwa mpaka anaingia. Kila mmoja alikuwa pale. Na kila mmoja amepitia mtihani wake. Kwa hivyo Ruto hii anakumbana naye ni wakati wake. Usiseme kwamba kwa nini Ruto hakufanya hii au kufanya ile. Ile anafanya hii ni imewachwa na wenzake pia nyuma. Unaona? Kwa hivyo mbona muangalie kuhusu deni? Deni iliyowachwa wamseme italipwa namna gani? Nyinyi mnaangalia maendeleo na deni limewachwa kibao hapo na mwenzenu na mpaka huyu jamaa apambana naye na afanya yake. Kwa hivyo Ruto anafanya kazi kulingana na ile fikira yake aliyokuwa nayo na mpangilio yake na sera yake. Hawezi fanya kazi kulingana na sera yako ama ya mwingine aliyopanga, hata kama ni mawili matatu ni katika sera yake. Na affordable house iko ni moja wapo. Naona alikuwa ameongelea hiyo na ndio tunaona anatekeleza. Na waheshimiwa, haina haja kusema mtu kila kitu ni kibaya na wakati inakufaidi. Hiyo ni makosa. Sababu Ruto kitu kama SHA inafanya kazi. Kama haikufanya kwako, sema haikufanya kwangu lakini kwa mwingine imefanya. Lakini unasema haikufanya kwa watu wote, sasa hiyo itakuwa sawa, si sawa. Ambapo naona sasa hii Kenya mzima kama soko ijawahi jengwa, ilikuwa ni nini agenda 4 ya nani? Ya Ruto na ya Uhuru na Ruto hapo nyuma. Lakini sasa hii Ruto amefanya soko Kenya mzima, kaunti 47 soko zinatengenezwa. Hata hapa Mombasa tuko saizi soko inaendelea, kusema tu ile kweli. Si ile mambo ya kuambiwa, soko inaendelea hapa. Hapa ni majengo na tuko karibu na soko kabisa. Soko inaendelea pale, kuna mashine inaendelea pale kwenye soko. Ni kumaanisha tu mnajaribu kukataa maendeleo ya huyu mtu, lakini mimi najua si wa Kenya wote, ni sababu watu fulani waliozoea kukaa katika hii kiti na kuchukulia kama ni yao ya ukoo ama ni ya ufalme, ndio nao wanaolalamika zaidi kwa hii Kenya. Wanaolalamika zaidi kwa hii Kenya. Hata kama yeye hafaidiki, lakini analalamika kwa sababu ya nini? Mtu wangu ama mtu wetu hayuko pale. Sasa ndio analalamikia hiyo. Na hii Kenya haiwezi enda hivyo. Na tunaona Ruto anajaribu kuleta Wakenya pamoja ili watu wawe pamoja, usahau mambo ya kuwa ni yangu ama ni yetu. Iwe ni ya Wakenya wote pamoja. Ndio anajaribu kufight Ruto. Wewe hutaki kwa sababu juzi ulikuwa hapo, wewe unajua ni mtu wako kwa pale, mambo yako anaenda, Mkenya mwingine anaumia pale kwa sababu una godfather, wewe usalimike. Hiyo haiwezi enda hivyo. Wacha watu wa Kenya wote wawe equal. Kama una makosa ni makosa umefanya kwa mtu yote. Kwa hivyo Ruto anajenga barabara, mali imekwama. Na kuna zingine amebuni. Na kuna maendeleo ambayo kwamba anafanya kulingana na watu wa sehemu hiyo, wengine wanakataa. Na saa hii kila mara yuko hiyo sehemu. Na hajai kuonesha ubaya. Ruto hajaonesha ubaya yote. Hata anatukanwa, anaitwa Kasonko, anaitwa nani, lakini anaika Kenya wote sawa. Hata juzi alikuwa Mlima, anaenda Mlima kila wakati. Mlima anamwambia hatutapatia kura yako, hatutakupatia kura yetu. Lakini yeye anayo chuki, anajua ni Wakenya wote. Kila Mkenya ana right kupatia huyu ama yule. Anawaambia mimi hata kama mnasema hivyo, lakini maendeleo nitalete tu hapa kama kawaida, kama rais. Siwezi kusema kulingana hamtanipatia kura siwezi kuleta maendeleo, naleta maendeleo. Nyanza pia unaona vile anavyokwenda kule, haendi kwa sababu anapendelea kule. Yeye anajua hii miradi Kenya mzima inastahili kuwa hata hapa coast. Kwa hivyo mambo na maendeleo naona Ruto anaendelea nayo. Sasa angalia upinzani vile wanavyoongea. Upinzani kazi yao ni kutukana rais. Kazi yao ni kuangalia udhaifu wa rais. Kazi yao ni kuangalia vitu rais hajafanya, na ukikombea na watu wa nyuma hawakuwa na complain hivyo. Wakati wa Uhuru Kenyatta sikumuona Gachagua akiongea, sikumuona Kalonzo akiongea, sikumuona watu wakiongea rap kuhusu Uhuru Kenyatta. Sikuona watu wakiongea vibaya kuhusu mambo ya Kibaki. Kwa sababu Kibaki pia kama amefanya mawili matatu na kuna mengi pia ya kufanya. Hawatu waongelee hiyo. Lakini kwa Mheshimiwa Ruto basi wanaongelelea kabisa, lakini mimi najua shida mali iko. Shida si mambo na uchumi, shida si mambo na shule, shida si mambo na kuwa tumekosa sijui unga imepanda au mafuta imepanda. Shida ya hii Jamhuri ya Kenya ni power inaondoka kwa watu ambao kwamba walikuwa wameshikilia. Na kumbuka walisema Kibaki ushapata kiti ambaye Moi ameacha, na tusiwahi jaribu tena kukosea ama kuteleza tukapatia hii jamii tena kiti. Tusiwahi jaribu. Sasa sijui ni nini waliona mpaka wakapea hii jamii tena kiti. Na hii jamii ni kama ambayo ilibarikiwa kwa sababu kama imepewa kiti, angalia mfano ya Moi. Ruto mnasema anaiba. Moi hata kama aliiba lakini alisaidia ama kusaidia. Moi amejenga mashule ngapi? Moi alifanyia Wakenya wangapi mazuri?
Moi alitembea barabarani anajenga maskuli, akitoa pesa barabarani, akipea kila skuli. Sasa the same huyu mheshimiwa anapeana pesa kwa barabara. Wanafunzi kuna ma stadium, kuna mambo na ma games. Hii mchezo ilikuwa imekufa zote, Ruto amefufua. Juzi wachezaji wa mpira wa vijana hata sasa nao wamenyamaza. Anapatiwa vijana na promote baada ya kuwatengenezea stadium kubwa, na wakaja wakacheza mchezo na wakawapatia pesa. Hawajai hata wanashangaa hii pesa huyu mheshimiwa anatupatia. Siku hizi ukiona hata vijana kinalalamika, wanaolalamika na wao wazee tu ambao walikuwa wanataka hii kitu. Kwa sababu hao wazee naona walikuwa wanasingizia vijana wanaumia, lakini vijana washakuwa werevu, hawatumiki tena saizi. Sababu angalia Gachagua ni mzee, hakuna jenzi hapo. Matiang'i hakuna jenzi hapo. Kalonzo hakuna jenzi hapo. Hata Sifuna si jenzi. Sasa watu wote si ni wazee. Kumbe walikuwa mnataka kiti nyinyi na mnadanganya vijana. Wacheni kutumia vijana, wamerevuka bwana. Wa vijana wamejua walikuwa mnawatumia, wamerevuka. Ikimalizia nasema hivi. Sifuna, kuna mheshimiwa ametoka hapa amesema vizuri. Sifuna hata mimi namsupport kwa hapo. Kama mmeamua kwa mfano ni Sifuna na mna ukabila. Kama hamna ukabila kweli, Sifuna awe flag bearer, mdogo wake hata siwa Kalonzo. Kalonzo amesema hiyo kiti hataki kwa sababu yeye ashacheza kiti yote, anataka urais peke yake, tumuondoe Kalonzo. Mdogo wake alete watu wako wengi. Alete mtu mwingine, iwe ni Mkisii, iwe ni Mbaluya, iwe ni Mjaluo, iwe awe nyuma yake. Tunasema kwa sababu gani? Tunataka Wakenya wengine basi watawale nchi, wale waliotawala wabakia kando, wakayatulie. Kama mnasema hivyo. Lakini ya ukabila hawataki. Unasikia leo Sifuna Ndini Nyoro tena amewekwa hapo. Sasa unashangaa watu hawataki kuacha kiti ama nini? Uhuru anakisema Sifuna anapiga nduru kwa sababu ya Uhuru Kenyatta. Hiyo tayari ni project. Haya Kalonzo naye Gachagua anapiga nduru Kalonzo. Ni project. Sasa hawa watu wanategeshea hii kiti ya kazi gani? Na hii kiti ni ya Wakenya wote. Waache kabisa hiyo kiti, kama hawana kabila iende na Wakenya wengine, mimi nitaunga mkono.